hapa Muheza katika tarafa zetu 4 inakwenda kuwa na kituo cha afya. Tutakuwa na kituo cha afya cha Misalai kinachojengwa Amani kwa ajili ya tarafa ya Amani. Kituo cha afya cha Kwafungo kimekaribia kumalizika na hivi tunavyoongea kimeanza kutoa huduma kwa ajili ya tarafa ya Bwembwera, lakini na kituo cha afya cha Misozwe kwa ajili ya tarafa ya Ngomeni. Mama Samia oye! Hukuishia hapo, umetuletea fedha tukajenga zahanati 5 kwenye kata tofauti. Zahanati 5 mpya, lakini umetuletea fedha kwa ajili ya kukamilisha zahanati 7 ambazo zilikuwa zimeanza kujengwa lakini hazikuwa zimekwisha. Kwenye upande wa afya, Mheshimiwa Rais, umefanya mengi makubwa ya kukumbukwa sana milele hapa Muheza na asante sana kwa jambo hili. Kwenye nishati ya umeme, huduma ya umeme, Mheshimiwa Rais, wakati unaingia kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021, vitongoji 210 peke yake kati ya vitongoji vya Kitanesco 512 vilivyoko Muheza vilikuwa na umeme. Hivi tunavyoongea vimebaki vitongoji 45 na vingi kati ya hivyo vimeshafanywa survey. Naamini mpaka mwisho wa mwaka huu wa fedha vitongoji hivi navyo vitakuwa vimepata huduma ya umeme. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Lakini hivi karibuni Mheshimiwa Rais ulielekeza pia tufanye utaratibu wa kuhakikisha umeme unaacha katika ovyo Muheza kwa kutubadilishia. Tusiwe tunachukua umeme kwenye chanzo cha Hale peke yake bali kutokea Mkinga na Tanga mjini. Na hivi ninavyokuambia TANESCO ameshaianza kazi hiyo na kadhia ya katika kwa umeme Muheza inakwenda kufikia ukingoni hivi karibuni. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini hali kadhalika kubwa zaidi ni kwenye upande wa maji. Wakati mimi naingia kama mtumishi wa watu wa Muheza kwenye nafasi ya ubunge na wewe unaingia kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo Muheza iko katikati yake, ni kwamba hali ya upatikanaji wa maji Muheza ilikuwa 41%. Hivi tunavyoongea baada ya miradi mbalimbali yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 14 kufanyika katika kipindi cha uongozi wako, hivi sasa hali ya upatikanaji wa maji vijijini ni 72% na mjini hapa ni 86%. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuelekeza utiwe saini mkataba wa miji 28 wa mradi wa miji 28 ambao kwa Muheza unakwenda kugusa kata 17 kati ya kata 37. Mradi huu ambao umefikia 72% kwenye utekelezaji wake hapa Muheza, ambapo tunapata jumla shilingi bilioni 40, utakapokamilika hali ya upatikanaji wa maji vijijini itakuwa 86% na mjini itakuwa 100%. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yako ya dhati ya kuhakikisha shida ya maji inakwenda kuwa historia hapa Muheza. Kama ambavyo nimesema Mheshimiwa Rais, yapo mambo mengi sana ambayo umeyafanya kulinganisha na muda ambao nilipewa. Lakini mimi nilete maombi kadhaa ya wana Muheza na nikiondoka hapa bila kuyasema pengine nitanuniwa huku japokuwa kura zako hazitaweza kuharibika hata kidogo hapa Muheza. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, tunaomba miradi ambayo imeshaanza ambayo umeianzisha wewe kwa ridhaa na maelekezo yako Mheshimiwa Rais itiliwe nguvu na ihakikishwe inakamilika. Mfano ni barabara ya Amani ambayo wakati wewe unaingia ilikuwa imejengwa kilomita 4 na hata mkandarasi alikuwa hajalipwa hata senti moja. Lakini katika kipindi chako umeelekeza kilomita 9 zimejengwa na tuna ahadi ya kilomita 4 zaidi ambayo inafanya jumla iwe kilomita 17 kati ya kilomita 38 ambazo zitakamilisha barabara hii ya Muheza Amani. Tunaomba nguvu ya serikali iongezeke, mkandarasi aongezewe nguvu ili ahakikishe ya kwamba anaikamilisha barabara ile ambayo ni kero kubwa. Lakini hali kadhalika sisi ni wakulima na wakulima bidhaa yetu kubwa, kilimo chetu kikubwa ni kilimo cha machungwa Mheshimiwa Rais. Hivi tunavyosema moja ya mambo ambayo yanatupa wakati mgumu ni kwamba matunda matatu kati ya kila matunda matatu yanayovunwa tunda moja linaharibika. Chungwa moja linaharibika ambayo ni 33%. Hivi tunapata post harvest loss kwa kiwango kikubwa na lengo letu ni tuwe na soko la kitaifa la machungwa hapa, ikiwezekana uwekezaji wa kufanya kiwanda kwa ajili ya kuchakata machungwa yetu ili wakulima waweze kunufaika na machungwa yao yalete tija zaidi ya ilivyo sasa hivi. Lakini la mwisho kwa mustakabali wa muda Mheshimiwa Rais, moja ya mambo ambayo mimi binafsi naamini yanachangamsha maeneo, yanachangamsha sehemu nyingi, lakini yanachangamsha pamoja na hayo uchumi wa sehemu hizo ni kuwa na taasisi za elimu ya juu, vyuo vikuu. Sisi wilaya ya Muheza tungeomba katika kipindi cha miaka 5 inayofuata baada ya kukurudisha kwa heshima
moja ambalo tunaliomba kutoka kwako ulifikirie ni kutupatia. Are you starting a business? Do you need a logo? Design.com offers the world's #1 AI logo generator and a massive library of beautiful logo designs handmade by designers from around the world. Just enter your business name and boom, you'll get thousands of logo ideas in seconds. Whether you're launching a beauty salon, an e-commerce business, or a cafe, Design.com has a logo for you. Once you find a logo you like, Design.com offers an easy-to-use logo editor tool that's free to try. You can edit the colors, layouts, and fonts of the logo until it's perfect and ready to download. Once you get your logo, Design.com can also help you get a website, business cards, and social media designs. Visit Design.com today and get the perfect logo for your dream. Shukuru mimi binafsi kwa nafasi kubwa ambayo umenipa ya kuwa msaidizi wako kwenye sekta za habari, utamaduni na michezo. Sijapata maneno ya karibu bado ya kushukuru. Mimi mtoto niliyezaliwa hapa Muheza na nikasoma nikienda mpaka bila viatu shule ya msingi Mdote ya kuweza kuingia kwenye vikao vya baraza la mawaziri, Mheshimiwa Rais. Hili siwezi kulilipa kwenye maisha yangu yote, na nakuahidi kwamba mimi na wanamuheza wenzangu tunakushukuru. Jambo hili hatukuwahi kuliona na tuhakuhakikishie tarehe 29 ya mwezi wa 10 tunakwenda kufanya maajabu kwa kuongoza mkoa na taifa hili kwa kukupa kura nyingi kiasilimia ili uendelee kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii kuwaomba wanamuheza wenzangu. Jamani, tarehe 29 ya mwezi wa 10 kuna jambo letu. Mkikaa hivi mkaliangalia mnaona kama Chama cha Mapinduzi kimeshashinda huu uchaguzi. Ni kweli Chama cha Mapinduzi kinashinda huu uchaguzi, lakini hakitaki kushinda bila kura zenu wanamuheza. Yoyote aliyejiandikisha kuwa mpiga kura halali ahakikishe tarehe 29 ya mwezi wa 10 ikifika saa 10 jioni kidole chake kina alama nyeusi, ikiwa ni ishara ya kwamba ametumia haki yake ya kikatiba kupiga kura, na sio kupiga kura kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya urais. Na waomba wanamuheza wenzangu kwa heshima kubwa aliyotupa kwa kutupatiliza kuliko wakati wowote kwenye historia ya Muheza, tumpigie kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Nione kura za Rais Samia, nione kura za Rais Samia. Asanteni sana. Kwenye nafasi ya ubunge nimesimama tena mbele yenu, mtumishi wenu, mtoto wenu, mwana wa Hanuhanu, mwana wa Hada, Mwana FA Hamisi Mwinjuma, na jina langu litaandikwa hivyo hivyo, Mwana FA Hamisi Mwinjuma. Naomba kura zenu niendelee kuwa mtumishi wenu kwenye nafasi ya ubunge. Nione kura za Mwana FA. Asante. Lakini kwenye nafasi za udiwani, kutegemea na kata uliotoka, jambo moja ninaloliomba ni mpigie kura wagombea watokanao na Chama cha Mapinduzi. Kwa hisani yenu na waomba msituchanganyie betri na magunzi. Ukiwa na tochi moja ambayo inatumia betri 3, huwezi kuweka mabetri mawili na nafasi ya 3 ukaweka gunzi, haitawaka. Mpige kura kwa rais, mpige kura kwa mbunge, na mpige kura kwa diwani, wote watokanao na Chama cha Mapinduzi. Nione kura za CCM. Asanteni sana. CCM oye! Hebu nyoosha mikono kwa kura za Chama cha Mapinduzi na Dr.